نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله، لقد أسلفنا في الجمعة الماضية عن غربة الإسلام في قوله عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. زاد بعض أئمة الحديث في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من هم الغرباء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسده الناس من سنتي. وفي رواية أنه قال: هم النزاع من القبائل. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم أناس صالحون قليلون في أناس سوء كثيرين، من يطيعهم قليل ومن يخالفهم كثير. أحبتي في الإسلام، ndugu katika imani, katika khutba iliyopita tulieleza hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kipande cha hadithi kikabakia, ambayo ndio maksudio ya khutba ya leo, kumalizia kipengele cha mwisho katika hadithi: fatuba lilghurabai. Hii ndio khutba ya leo ama anwani ya leo. Tumeeleza ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alieleza ya kwamba dini ilianza kama kitu kigeni. Waislamu mwanzo wakaonekana kama wageni waliokuja na jambo ambalo halijulikani. Watu wakawashangaa, ikabidi wagure, ikabidi watenganishwe na familia zao na ardhi yao na mengi katika yaliyopita, kama vile tulivyoeleza. Tukasema kwamba kama vile ilivyoanza ikiwa watu hawajui ni kitu gani, vile vile mwisho Uislamu tena
itarudi katika hali ile ya mwanzo, watu wasijue mal Islam, ni nini Uislamu. Watu waishi tena na jahili kama vile walivyokuwa jahilia mwanzo. Dini iondoke tena katika maisha ya watu, ibakie tu katika watu wachache mno. Leo kama vile tulivyoahidi ya kwamba tutakuja kueleza ni nini maana ya ghuraba, ni nini maana ya kuba. Sasa leo tuna haya mawili, ghuraba ni akina nani na kuba maana yake ni nini. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah katika kitabu kinachoitwa Madarijus Salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ameweka mlango. Ikiwa wewe ni msomi, kaangalie Ibn al-Qayyim anasema babul ghurbati, babul ghurba, mlango unaoelezea hawa wageni ni akina nani. Hawa wageni wanaozungumzwa hapa katika hadithi ni akina nani? Kisha Ibn al-Qayyim akaanza na maneno ya Allah tabaraka wa taala yaliyoko katika suratu Hud aya ya 116. Angalia aya hiyo, anasema qala, baada ya mlango mubasharatan babul ghurbati, qala taala, moja kwa moja anasema qala taala falawla kana min alquruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum, illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Suratu Hud. Iangalie Qur'an. Ulama wanasema Ibn al-Qayyim kutaja kwake aya hii katika kuelezea al-ghurba, ugeni wa dini, yadullu ala ilmihi wa fiqhihi wa fahmihi lilquran, inaonyesha kwamba huyu ni mwanachuoni, anaelewa dini na anaielewa Qur'ani vizuri. Ndipo akaleta aya hii katika kuelezea ugeni wa dini nini. Allah tabaraka wa taala anasema lau wangelikuweko na hawakukuweko, maana yake falaula kana min alquruni min qablikum, lau wangelikuweko katika zile umma zilizowatangulieni nyie, wale waliopita huko mbele, lau wangelikuweko katika wao akina nani? Ulu baqiyati alladhina yabqa dinu fihi, watu ambao dini itabakia kwa wao. Watu ambao wanafanya kazi gani? Yanhauna 'anil fasadi fil ardi, wanakataza uharibifu katika ardhi ya Allah. Wangelikuweko watu hawa kwa wale waliotangulia, hawangeliangamizwa, lakini hawakuwepo. Illa qalil, kwa wale wasomi wa lugha, ala wazni fa'il, yani walikuwa wachache mno. Dini ilibaki kwa watu, yani percentage ndogo isiyosaidia, ndipo wakaangamizwa. Illa qalilan mimman anjayna, walikuwa wachache mno waliobakia na mambo ya Mwenyezi Mungu.
majority, wingi katika watu huko mbele waliotangulia, Allah anasema kwamba wataba alladhina dhalamu, wale wote waliobakia walifuata ma utrifu fihi, zile neema. Taraf katika lugha ni starehe, kurusha roho. Mnakwenda kule beach, mnajazana kule, mnasherekea, mnangojea mwaka mpya pamoja na viongozi wenu. Wataba alladhina dhalamu, pesa walizopewa, raha waliopewa, neema ya afya waliopewa, ittaba'u ma utrifu fihi, walifuata matamanio ya nafsi zao, wakakwenda kustarehe na kuenjoy na kufurahi, wakawacha yale ya Allah tabaraka wa taala kando. Kwa nini? Wattaba alladhina dhalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin, walikuwa ni waovu mno, walikuwa watu waovu. Hakuna ndani yao isipokuwa watu wachache ambao hawasikilizwi, hata wakisema hawasikilizwi, wala maneno yao hayafiki popote. Allah anasema aliwaokoa hawa wachache walionekana wageni, waliokuwa wakikataza maovu, wale wengine wote waliobakia akawaangamiza. Sasa njoo usikiliza anavyosema mwanachuoni Ibn al-Qayyim baada ya kuleta aya hii. Anasema fahaulai, hawa wachache, hawa qalilan, hawa humul ghurabau, hawa ndio wageni, almamduhuna, waliosifiwa na Allah tabaraka wa taala ya kwamba walibakia katika haki baada ya watu wote kukataa haki, watu wote kuzama katika maovu. Watu wachache walibaki katika haki. Anasema fahaulai humul ghuraba, hawa ndio wageni, almamduhuna, waliosifiwa na Allah tabaraka wa taala. Fahaulai, hawa watu, sumu alghurabaa, kwa nini wameitwa wageni? Liqillatihim jiddan finnas, kwa sababu ni wachache mno kwa watu, ni wachache kweli kweli. Ndipo Mtume alipoulizwa wageni ni akina nani, akasema ni watu ambao kwamba yasluhuna idha fasada nasu, ni watu ambao kwamba wao wataamua kuwa wema wakati watu wataharibika. Tanabai, watu wanakuja kuharibika, uamue wewe uwe mwema. Ndani ya watu 1000 mtu mmoja pekee yake ndio mwema. 990 wote, 99 wote bure. Yasluhuna anfusahum idha fasada an-nas, wataamua wao washikane na yale ya Allah wakati watu wote watawachilia. Katika riwaya yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati, watarekebisha yale ambayo watu wameharibu katika sunna zangu. Watu watakuja kuacha sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wafanye yao wenyewe, wazue mambo yao, wafanye yao yasiyokuwa na dalili yoyote, washikamane nayo, wawache yale ya Mtume. Wageni ni wale ambao watakuja kuambia watu, jamani, hayo ambayo mnayafanya hayako katika sunna, Mtume hakufanya hivyo. Hawa ni wageni. Watu watawashangaa, wataambiwa nyinyi wageni mmeleta mapya, ghuraba. Ibn al-Qayyim akasema hawa watu fa ahlul islam fi nasi ghuraba,
Waislamu kwa ujumla, kwa wasiokuwa Waislamu wataonekana wageni. Tanabahi, fa ahlul islami fi nasi ghurabai, Waislamu kwa wasiokuwa Waislamu wataonekana wageni, kwa kuwa Uislamu wao unashangaza. Ni mageni kulingamana na wasiokuwa Waislamu. Ibnul Qayyim akasema, wal mu'minuna fi ahli al-islami ghuraba. Tanabba, na wale waumini kwa Waislamu na wao wataonekana wageni. Tanabba, kuna Muislamu na kuna mu'min. Kullu mu'minin muslim wa laysa kullu muslimin mu'minin. Kila mu'min ni Muislamu, lakini sio kila Muislamu ni mu'min. Al-Islam ni mtu kushuhudia la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Al-iman at-tasdiq bil qalbi, at-tasdiq bil jinan wal amalu bil jawari. Kama tutafuta hiyo, kuna tofauti ya Islam na iman. Islam inaonyesha yale ya wazi, kama mtu kutamka hayo maneno, akavaa tulivyovaa, akaingia msikitini, Muslim. Lakini imani ni matendo ya ndani, katika moyo wake anaamini, katika vitendo vyake anatenda inavyotakiwa katika Uislamu. Huyu mu'min, na watu wengi huangukia hapa. Waislamu ni wengi kuliko waumini. Kwa nini? Kwa sababu matendo hayapo. Wewe ni Muislamu, swala huna. Wewe ni Muislamu, lakini kuna mambo mengi ambayo Uislamu imekataza unayo. Pamoja na kuyajua, umekatalia kwa sababu ya kufuata mfumo wa wengi. Kuna mfumo wa wengi na kuna mfumo ya wachache. Ghuraba wanafuata yale ya Allah, wameshikamana na yale ya Allah. Watu wengi wanakwenda na bendera, wanafuata upepo. Watu wameelekea bichi, twendeni. Watu wanaenda Christmas, twendeni. Watu wanaenda New Year, twendeni. Harusini kuna ngoma, twendeni. Baibui zimeletwa zawadi, tuvaeni. Nikabu imeletwa sikia marehemu, tuneka. Mziki imewekwa, cheza. Hivyo kila kitu meletwa, migoka tafuna. Kuna bangi ya choma, kuna unga ya ramba huku ramba. La yarif madha yajuzu madha la yajuzu, madha hurima madha lam yuharram, huwa mawjudi yamshi fi nas. Yeye anakwenda na ile upepo. Mu'min anachuja, anaangalia hili lipo au halipo. Mtume alisemaje? Allah anasemaje? Anasadikisha na matendo. Ile imani yake inasadikishwa na matendo yake. Ibnul Qayyim anasema, wal mu'minuna fi ahli al-islami ghuraba, wale walioshika dini ni wageni kwa wale wasioshika dini. Sikiza vizuri na ujue kwamba hivi ndio tunavyoishi, na hii ndio hali yetu sasa.
Yani katika ugeni wa dini inakuja wakati Muislamu anamshangaa Muislamu mwenzie. Yule aliyeshika dini anamshangaza yule asiyeshika. Yani yule Muislamu wa kawaida anamshangaa yule wa kuswali kanzu yake sijui haifiki chini, sijui ameachia ndevu, mara sijui yeye hasikilizi mziki, yani mambo yake haramu. Sasa kule naye simuelewi, kila kitu kwake ni haramu, anaishi mgeni. Ndio tunazungumza huu. Kisha akasema wa ahlul ilmi fil mu'minina ghuraba. Kesi ya juu zaidi, piga hatua kwenda mbele. Hawa waumini pamoja na kushika kwao dini, wengi wao hawana elimu. Sasa hawa nao wanawashangaa wale wanayo ilmu. Ahlul ilmi wanawashangaza hawa waumini. Waumini wanawaona hawa ahlul ilmi nao ni wageni, kwa sababu mambo yao ni mazito zaidi, dini yao kidogo ni ngumu zaidi, na wao ni wageni. Hapa ustadhi mimi simuelewi hapa, kila kitu kwake haifai. Ahlul ilmi wataonekana nao ni wageni. Ibn al-Qayyim anasema wa ahlu sunnah Madarij Salikin. Ustadhi mimi na nukuu langu juzu ya 3 ukurasa wa 175 takriban, anasema wa ahlu sunnati. Sasa matatizo makubwa, sikiliza vizuri. Wa ahlu sunnah, na wale watu wa sunna sasa, alladhina yad'una ilaiha, wala ambao wanalingania watu, ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi, wale watu wachache ambao wanakataza watu maovu katika ardhi ya Allah, wanawarekebishia watu. Anasema wa ahlu sunnati, na wale watu wa sunna, kwa maana ya manhaji ya mtume alivyofundisha, tufanyeni hivi, tusifanye hivi. Alladhina yumayyizunaha 'anil bid'i wal khurafati wal hawa, wala ambao wanawafunza watu, kuwaepusha watu na bid'a, yani uzushi na mambo yaliyozuliwa katika dini, na mambo ya watu kufuata matamanio ya nafsi zao. Anasema ashaddu ghurbatan, hawa ni wageni zaidi. Na haya mshayasikia, yule ambaye anasimama kutangaza sunna na kuambia watu kwamba hii ni bid'a, huyu ni mgeni zaidi, yani huyu ni waajabu zaidi. Anasema ashaddu ghurbatan, hawa ni wageni zaidi. Kwa nini? Kwa sababu wameambia watu maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallama yaliyotajwa zamani, watu wakayawacha wakafuata mengine yasiyokuwa yale ya Mtume. Wanaporegeshwa kule kwa Mtume, unakuwa wewe ni mgeni, unaonekana gharibu. Anasema fahaulai hum ahlullahi haqqan, hawa watu wachache ambao watabaki wameshikamana na dini, wameshikamana na sunna ya Mtume, hata watu wote wakiwacha, hata watu wote wakaharibika, hata watu wote wakahalifu, yasbiruna ala adal mukhalifin, watakuwa na subra kwa maudhi ya wale wenye kukhalifu, lakini hawatowacha dini ya Allah tabaraka wa taala. Hawa ni wageni, hawa ndio ghuraba wa Islam. Ibn Baz rahimahullah anasema hum ahlul istiqama. Kwa ufupi,
ni watu waliokuwa na misimamo ya kidini, hawakubadilisha kwa sababu watu wamebadilika, hawakuharibu kwa sababu watu wameharibu, hawakuacha sunna kwa sababu watu wameacha. Na haya matatizo Waislamu ya mtu kusema kwamba angalia wengi ni akina nani, hii sio hoja ya kujua haki. Sheikh, siku zote watu wa batili ni wengi, siku zote. Chukua hii kaida, wabaya huwa ni wengi kuliko wazuri siku zote, kwa kila kitu. Anzia hiyo imani yenyewe. Waumini na wasiokuwa waumini ni akina nani wengi? Wasiokuwa waumini. Wanaoswali na wasioswali ni akina nani wengi? Wasioswali. Kila kitu taja paka uchoke, kila kitu. Wabaya ndio wengi. Hivyo hivyo hata katika bid'a, watu wa bid'a ni wengi kuliko watu wa sunna. Na watu wa sunna huonekana wageni na wakapingwa na wakatukanwa na wakaambiwa wameharibu dini, wameleta mapya, wameleta mambo yasiyokuweko, mambo ambayo hayakujulikana na wazee. Kutojulikana na wazee sio ibra. Hapa ibra ni kwamba, je, mtume alifundisha hivyo? Mwenyezi Mungu anasema hivyo? Alghurbatu ayuha almuslimun, Waislamu watu watarudi kama vile walivyoanza kule mwanzo. Dini itabaki katika maisha ya watu wachache. Inakuja zama utampata mtu mmoja amekusanya madhambi tele, na ni mtu mmoja Waislamu, na hali hizi zimefikia tayari. Ebu kila moja atanabai na hali hizi. Yaani wewe utamkuta mtu mmoja, ili ujue kwamba Uislamu umerudi katika hali yake ya ugeni na uchache na kushangaza. Kila watu wakiambiwa wanashangaa, dini yao inawashangaza. Unapomwambia haya hayafai anakushangaa. Leo utamkuta mtu mmoja ni tariku swala, haswali. Mtu huyu mmoja ni mlezi, mtu huyu mmoja ni mzinifu, mtu huyu mmoja huyu amechinja, amenyoa box, ni dhambi katika madhambi makubwa. Mtu huyu mmoja ana isbali, dhambi katika madhambi makubwa. Mtu huyu mmoja amekata ndevu, dhambi katika madhambi makubwa. Mtu huyu mmoja ana riba, dhambi katika madhambi makubwa. Sasa wewe kama wewe, aina al-Islam, Uislamu uko wapi? Hizi ndio hali ambazo tuko nazo saa hii kwa wanaume na wakina mama. Sema hivyo hivyo, utampata mwanamke huyu mmoja ana nywele za kuunganisha, dhambi katika madhambi makubwa. Ana makucha ya kubanika, dhambi katika madhambi makubwa. Kwenye vidole vya mkono na vidole vya mguu, si ajabu ni mkeo, nywele zake ameunganisha, makucha amebandika, nyusi za kubandika, rangi hiyo pia si yake, ameibadilisha. Huyo ndio habibati wako huyo. Wewe wataka kwenda janna, habibati wako makabairu dhurubu zimemzunguka, ndio amehifadhi ngoma zote zilizoimbwa, hapiki paka ziimbe. Nyumba ambayo inasalimika na mziki leo, kwa sababu tunafuata majority, tunaishi maisha ya majority. Wengi wako hivi, bado hajamaliza baibui lake la wazi, hapo amefanya bidii tena, amevana baibui la wazi, lakini amefanya bidii. Siku za kawaida ana dera peke yake, mikono yote wazi, shingo yote wazi, kichwani ana kitambara kidogo hivyo, tadhani ameumia, kafungiwa bandage dogo hivi. Amemaliza Sheikh Feri, yenda zake Mombasa. Wewe uko msikitini ya swali, si ajabu 5 salawati, utaenda vipi janna? Wewe ni masuuli kwa huyu mtu. Si ajabu mama yuko hivyo, binti yuko hivyo,
wewe ni masuli kwa hawa watu, lakini ole wako ukisema nyinyi ndio wale tulioambiwa wakusumbua watu, nyinyi ndio wale tuliambiwa wa dini ngumu. Wataka dini rahisi wewe? Wataka dini rahisi? Dini rahisi ni kufuata amri ya Allah tabaraka wa taala, ni kufuata amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hata kama watu wote watawacha. Waislamu, kilichoko katika hii hadithi ni ya kwamba usione uvivu, usione kwamba pengine umechelewa kwa kuwa wewe hujifuani au hufanani na watu wengi. Watu wengi wako kinyume na wewe, ukajikuta wewe peke yako ndani ya watu 100 ndio waswali, au ndio umeshika dini, au ndio umekataa kwenda harusi ya ngoma, au ina maasi kwa sababu kuna wanawake na wanaume wanachanganyika pamoja. Ukaonekana wewe ni mtu mgeni, wewe hutaki familia, wewe hutaki watu, lakini wewe ndio uko katika haki. Kama vile walivyoona kule mwanzo, watu waligura, wakawacha watu wao, wakawacha makazi yao, wakatoroka na dini yao. Hali hii inarudi huku nyuma. Imebakia neno tuba. Ni kitu gani? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Tuba katika lugha ni maneno ambayo anaambiwa mtu aliyefanya kitu kizuri mno. Yaani katika utaratibu wa lugha ya Kiarabu, mtu anapofanya jambo nzuri, Mwarabu anamwambia tuba. Yaani kama vile kuambiwa asante, umefanya jambo nzuri sana. Sasa maneno haya ya tuba Mtume ameyatumia hapa katika hadithi kwa kuwapa pongezi na kuwashajaisha na kuwapa hongera wale ambao watabakia wameshikamana na dini, hata kama watu wote watawacha, lakini wao wabakie wameshikamana na dini, hata kama atakuwa mtu ni peke yake. Katika Qur'an maneno haya yamekuja. Nitakukumbusha sehemu ya suratul Ra'd aya ya 29. Allah tabaraka wa taala anasema, au kianza nyuma 28, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub alladhina amanu wa 'amilus salihat tuba lahum wa husna ma'ab. 29 hiyo imekuja neno tuba, lakini nyuma ghuraba. Intabi, alladhina amanu, walioamini, kisha waamilu salihat, ay samadu ala alhaq, walidumu kwa haki. Hakutupa Uislamu wake kwa sababu watu wametupa, hakukwenda na upepo kwa sababu watu wamekwenda, amebakia amenumu juu ya dini. Ndio kwa maana Ibn Baz akakwambia hawa wageni ni ahlul istiqama. Mtume alivyosema, kul amantu billahi thumma istaqim, muamini Allah kisha uwe na misimamo dini, hapo usibadilike. Alladhina amanu, walioamini imani ya kweli ya matendo, ya kuacha yanayotakiwa kuachwa na kutekeleza yanayotakiwa kutekelezwa. Wa amilu salihat tuba lahum wa husna ma'ab, wana mazuri yasiyoelezeka. Tuba yani ahsan wa tayyib, ahsan aljaza, aljanna. Haya maneno katika suratu Zumar
soma suratu Zumar, mwisho wa sura aya ya 73. Allah tabaraka wa taala anasema wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara, wataletwa siku ya kiyama wale walioshikamana na dini wakamcha Allah tabaraka wa taala kwa kutekeleza maamrisho na kukatazika na makatazo, wataletwa kwa makundi, wanaletwa katika makundi zumara, wakiwa katika group. Wapi? Ila aljannati wafutihat abwabuha. Sikiliza, wafutihat abwabuha, na milango yake hiyo pepo itafunguliwa kwa ajili ya hawa wanaoletwa, watu wa Allah wanaletwa. Waliobakia katika dini wakaikumbatia kwa mikono yote miwili. Katika mambo ya dini Allah anasema fastamsik. Mtafute yoyote anayejua Kiarabu, muulize kuna tofauti gani between masaka na istamsaka. Mwenyezi Mungu anasema fastamsik, shikamana, sio shika. Masaka amsik, shika. Lakini istamsik, shikamana. Kwa Kiswahili mwambie mtu shika, na mwingine akwambia shikamana, bali tofauti. Sasa Mungu katika mambo ya dini, Waislamu hayataki mzaha tunavyofanya sisi hivi. Mungu anasema fastamsik billadhi uhiya ilayka, shikamana na ile dini yako ambayo uliletewa. Kwa nini? Innaka ala sirati mustaqim, kwa sababu wewe Muhammad na waliokufuata wote mko katika njia ya sawa. Hamna haja na mambo yasiyokuwa yenu, mko katika njia ya haki, njia iliyonyooka mpaka kwa janna. Wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara, kwa makundi, wataletwa kwa makundi. Wafutihat abwabuha, milango itafunguliwa. Waqala lahum khazanatuha salamun alaykum twibetum. Mahali shahid twibetum, imekuja neno tuba, ule uzuri ule. Walimcha Allah, wakamwamini Allah, wakatenda mema. Kwa uzuri huo wanaambiwa kwanza, kuweni na amani iwe juu yenu, salamun alaykum twibetum. Rudi kwa Qur'an uangalie suratu Zumar aya ya 73. Twibetum, munayo mazuri. Mwarabu anakuambia tayyib, kama neno yanatumika. Twibetum fadkhuluha khalidin, lakini mata indama tatamassaku bidinika wa tathbutu ala din wa tadumu alayhi wa la tatrukuhu li ayi ahadin kainan man kana. Haya Waislamu hayatopatikana kwa urahisi mpaka siku ile utakubali kubadilika. Hata kama watu wote wataamua kutembea uchi, uvae wewe hijabu yako. Watu wote wataamua kubandika nywele, wewe usibandike. Wataamua wote wabandike makucha, usibandike. Ubakie vile vile Allah alivyokuumba. Usinyowe ukachinja kwa sababu watu wote wamechinja. Usikate ndevu kwa sababu watu wanakata. Usifanye istibali kwa sababu watu wanafanya. Usisikilize muziki kwa sababu watu wanasikiliza. Usiwe mlevi wa miboka kwa sababu watu wanalewa. Kuwa Muislamu aliyeshikamana na dini yake, ukijua ya kwamba kuna makubwa kule kwa Allah. Na tusipofanya hivi, haya tutoyapata. Nikimalizia, Al-Imam Al-Ajuri katika wanachuoni wakubwa karne ya 4 ustadi. Leo tuko katika karne ya 1447. Huyu mwanachuoni katika karne ya 4
Anasema man ahabba, namalizia, man ahabba, yoyote ambaye anapenda, an yablugha, kufikia, maratib al-ghuraba, level, maratib, daraja, ngazi ya hawa wageni ambao watabakia mwisho wa dini, waonekane ni wageni kwa sababu ya kushika kwao dini, watu waone ni wageni. Man ahabba, yoyote atakayependa, an yasila, kufikia, maratib al-ghuraba, level na kiwango cha hawa wageni. Rahisi? Sio rahisi. Hata wewe hapo utasema hayo hatuyawezi. Anasema falyasbir ala jafai abawayhi wa zawjatihi wa ikhwanihi wa karabatihi. Tushafeli. Anasema uwe tayari stadi kukosa wazazi wako, kwa sababu wao ikiwa haya ya dini hawayajui, na wao watakukana, watakukataa, watakuambia wewe hayo yako hatuyajui sisi. Wa kwanza kukukana mzazi wako, wa zaujatihi, na mkeo pia atakukana, wa ikhwatihi, na ndugu zako watakukana, wa karabatihi, na familia yote itakukana, kwa sababu ile dini yako kulingamana na wao ni mapya, wao hawayajui, wazee hawakuyafanya, wao yao ambao wanayajua ni yote ya kibid'a. Wewe wataka kuleta sunna, sasa mgeni ni wewe, kwa hivyo ondoka. Haya ndio yalipata Ibrahim na babake, kila mmoja anajua. Ibrahim akaondoka. Yakampata Lut na mkewe, mke wa Lut ni mtume, mke wake anasupport wanaume waendeane wao kwa wao. Ikabidi Lut na mkewe yaishe, mke akaangamizwa pamoja na walioangamizwa, Lut akabaki. Nani asiyejua haya? Wewe leo mkeo haswali, ana nywele za kubanika, ana makucha ya kubanika, ni mwanamuziki, taarabu hakosi, harusini hatarusa hana, na dera peke yake barabarani. Wewe waswali utafaulu wewe. Haya, Mwenyezi Mungu atusamehe, lakini tujue ya kwamba kazi ipo na tuko katika wakati mgumu wa kujaribu kuhakikisha kwamba kuna dini katika maisha yetu au hamna. Hili lifikirie, usije ukafika kwa Allah ukaambiwa wewe dini yako haipo, iliondoka zamani. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.